Biblia inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Na jirani yako mpende kama nafsi yako. Sasa tunapokosea tunawapenda watu kwa mioyo. Yaani mimi moyo wangu nampenda sana fulani. Kumbe ule moyo uko kwa ajili ya kumpenda nani? Mungu. Nafsi yako ndio inatakiwa sasa impende jirani yako. Umpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako, sio roho. Yaani ndio hapo. Sasa ukijikuta mtu unampenda kwa moyo, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Maana yake ukimpenda kwa moyo, tutaona kwamba huyo mtu umemtegemea. Na Biblia inasema kwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha nani? Sasa kile kitendo cha kumwacha Mungu moyoni, maana yake kuna mtu amekaa kwenye moyo. Si kama mnanielewa hilo hicho ninachozungumza hapa. Watu tunajikuta mbele hatuendelei kwa sababu kuna watu tumewaweka kwenye mioyo. Kumbe anayetakiwa kukaa kwenye moyo wa mtu ni Yesu mwenyewe. Mungu akishakuona kwamba moyo wako unamuelekea yeye, hana namna ya wewe kukufunulia vitu ambavyo havijawahi kusikika, havijawahi kuonekana, havijawahi kuvumbuliwa, havijawahi kusikika masikioni mwa mtu awaye yote, lakini atakufunulia wewe. Na akikufunulia wewe, unakuwa baraka kwa watu wengine. Wanafika mahali wanakuuliza, hivi wewe tuambie, hili jambo wewe Mungu umelitolea wapi? Hivi huu ufunuo umeutoa wapi? Hiki ulichokivumbua umekivumbulia wapi? Mwambie ni Roho Mtakatifu ndio kazi yake kutufunulia mambo haya ambayo jicho la mwanadamu halijawahi kuona, ambayo sikio la mwanadamu halijawahi kusikia, mambo ambayo hajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo yale ambayo Mungu huwafunulia wale wampendao.